Kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nchini Tanzania Peter Msigwa kupitia katika kurasa zake mbalimbali za mitandao ya kijamii ameandika na kusema ni wakati gani serikali na chama tawala vinakuwa tisho kwa usalama wa taifa. Hili ni swala zito na ukweli ambao si rahisi kusema ni kwamba serikali na chama tawala kimsingi vimepewa wajibu wa kulinda usalama wa taifa. Hata hivyo, chini ya mazingira fulani vinaweza kuanza kwa sehemu ya tatizo na kudhoofisha usalama huo wenyewe. Mara nyingi vinapozungumzia usalama wa taifa, fikra zetu hukimbilia jeshi, polisi, vyombo vya ulinzi na usalama, mipaka ya nchi au uwezo wa kukabiliana na maadui kutoka nje. Hayo ni muhimu lakini sio ya msingi. Msingi wa usalama wa taifa ni imani ya wananchi kwa dola na taasisi zake. Serikali huanza kwa tishio kwa usalama wa taifa pale inapoweka kuendelea kubaki madarakani mbele ya kulinda katiba, sheria na maslahi ya taifa. Wakati chama tawala kinapoanza kujiona kuwa ndicho taifa na yeyote anayekikosoa anaonekana kama adui wa nchi, hapo msingi wa taifa huanza kuyumba. Chama cha siasa ni cha muda, taifa ni la milele. Taasisi za dola zinaposhindwa kutumikia wananchi wote kwa usawa na badala yake kutumikia kulinda maslahi ya kisiasa watawala, imani ya wananchi huanza kupotea. Mahakama zinapoonekana hazitendi haki kwa uhuru, bunge linaposhindwa kusimamia serikali na vyombo vya dola vinapoonekana kutumikia chama badala ya katiba, changamoto ya usalama wa taifa huanza kutoka ndani ya mfumo wenyewe. Serikali huwa tishio kwa usalama wa taifa pale ukosoaji unapochukuliwa kuwa uasi badala ya uzalendo. Taifa lolote lenye afya ya kisiasa hukua kwa sababu lina wananchi wanaoweza kusema ukweli hata unapoumiza. Kukandamiza sauti za wananchi hakuondoi matatizo, huyaficha kwa muda mpaka yanapokuwa makubwa zaidi. Pia serikali huwa tishio pale hofu inapochukua nafasi ya uhuru, utii kwa viongozi unapokuwa muhimu kuliko utii kwa sheria, uaminifu kwa chama unapewa thamani kuliko uwezo na uadilifu, uchaguzi unapopoteza uaminifu kwa wananchi, vyombo vya ulinzi na usalama vinapoingizwa katika ushindani wa kisiasa badala ya kubaki uaminifu kwa katiba na taifa. Historia inatufundisha jambo moja muhimu: mataifa mengi hayajaanguka kwa sababu wananchi walikuwa huru kusema, yameanguka kwa sababu viongozi walikataa kusikiliza waliokuwa wakisema ukweli. Usalama wa taifa wa kweli haujengwi kwa nguvu za dola pekee, unajengwa juu ya nguzo tano: katiba kuheshimiwa kuliko matakwa ya watawala, taasisi zinazojitegemea na kutenda haki bila upendeleo, sheria kutumika kwa usawa kwa kila mtu, ushindani wa kisiasa ulio huru na wa haki, serikali inayowajibika kwa wananchi na kujenga imani yao. Serikali yenye nguvu si ile inayowaogopa upinzani wake, ni ile inayojiamini kiasi cha kuvumilia ukosoaji. Taifa lenye nguvu si lile linaloziba midomo ya ukosoaji, ni lile linalojibu hoja kwa hoja na changamoto kwa utendaji bora. Uzalendo si ukimya mbele ya makosa. Uzalendo ni ujasiri wa kusema ukweli kwa lengo la kulijenga taifa. Kutetea katiba si kupinga serikali. Kutetea uhuru wa mahakama si kuhujumu dola. Kudai uwajibikaji si kuhatarisha usalama wa taifa. Kinyume chake, hayo ndio yanayolinda taifa dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka. Kiongozi mwenye maono haulizi tutabaki madarakani kwa namna gani, bali huuliza tutaliachaje taifa letu likiwa imara zaidi kuliko tulivyolikuta, kwa sababu mwisho wa yote serikali zitapita, vyama vya siasa vitabadilika, viongozi watastaafu, lakini taifa lazima litabaki. Huo ndio wajibu mkuu wa uongozi wa kweli.